Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutoka hapa katika mtaa wa Ufukoni Stendi, Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo leo Aprili 9, 2026 limetokea tukio la nyumba kuungua moto, ambapo baadhi ya mashuhuda wameeleza kuwa chanzo cha moto huo bado hakijafahamika. Mwajuma Nguya, mkazi wa Mbezi. Tukio limetokea, nilikuwa nimelala saa 9 ya usiku, nikasikia vitu vinabuka. Vimebuka, nikajiuliza hicho kitu nini? Nikaamka. Nilipoamka nikitokea sebleni, nakuta chumba cha mwishoni kile moto unawaka. Nikauliza, nikawa nimeshangaa, huu moto vipi? Nikaamsha wenzangu ndani, tukaamka. Mwisho wa siku tukaona tu moto unawaka. Kwa hiyo sijui chanzo nini, ilikuwaje, ndio sijajua. Nimeshuhudia moto tu. Kinatumia kwa ajili ya ufugaji wa kuku. Ndio matumizi yake. Ila kuna baadhi ya vitu tulikuwa tunaviweka huko. Asali zipo, pikipiki imeungua ilikuwa huko, baiskeli, kulikuwa na bati, kulikuwa na mbao za boriti zilikuwa huko, na vifaa vingine kwa ajili ya ufugaji wa kuku. Naitwa Madinga Lumbana, jirani. Tukio litokea raundi kama saa 10 nafikiri. Kwa hiyo baada ya chanzo cha moto halisi siwezi kutaja kwamba ni nini. Ila baada ya kupewa taarifa tulijumuika kama majirani. Tulijaribu kuanza kupambana, tukawatafuta watu wa fire. Semi kama wamechelewa, lakini taarifa walichelewa kuipata. Maana namba emergency ndio ilikuwa shida kuipata. Kwa hiyo tulifanya jitihada zingine tukawapata wahudumu wa pale fire. Walipopata walikuja. Naweza kusema walikuja kwa wakati. Ingawa tukio lilianza muda mrefu. Shida sio wao, shida ni taarifa. Maana tulijaribu kwenye namba emergency wapatikane, tukafanya jitihada kupata namba za wahudumu wa fire. Kwa walipopata walituahidi wanafika na walifika, ingawa kwa upekee lazima tuwashukuru majirani. Maana hata wao walipofika walikuta juhudi za majirani zimefanyika na moto ushazimika. Kwa jina naitwa Suleiman Yusuf Mtetemo. Ni mkazi hapa Mbezi. Kwa hiyo ni miongoni wa watu ambao wamesaidia katika tukio hili la kuzima moto. Kwa hiyo sasa tulikuwa tumeamshwa tu usiku kwenye saa 9 kwenye saa 10 hivi. Jamani moto. Basi tukaamka pale tukafika tukakuta moto unawaka. Basi kwa hiyo ikawa tunasaidia katika kuzima ule moto. Kwa hiyo sosi ni nini kilikuwa hatujajua, kwa sababu tuliamshwa tu. Kwa hiyo ikawa tunasaidia kuzima mpaka tukafanikiwa katika kuuzima ule moto. Hatua nyingine, mjumbe wa serikali ya mtaa huu ametoa ushauri kwa wananchi kufanya matengenezo kila mara baada ya miaka 5 kupita, kuangalia hali za waya za umeme ili kuepusha matukio ya namna hii. Kwa majina naitwa Elisha Abdalla Ibrahim Ochela, mjumbe wa serikali ya mtaa Ufukoni Stendi. Tukio limetokea toka saa 9 za usiku. Chanzo cha moto umeanzia kwenye chumba cha nyumba upande wa kulia, chumba cha nyuma kabisa upande wa kulia ndiko likotokea shoti. Sasa kwa sababu za kiutaalamu siwezi nikasema moja kwa moja kwamba chanzo ilikuwa kwenye nini. Ushauri naweza kuutoa hata kwa raia zangu kwamba wenye majumba wote wafanye check up ya nyaya zao za umeme mara kwa mara. Kiutaalamu tunaambiwa kwamba shughuli za umeme majumbani kila baada ya miaka 5 ifanywe service, kubadilisha vifaa vyote vya umeme kuanzia waya mpaka vifaa vingine vyote, ili mambo yaendane kutokana na utaratibu za kiufundi, ili kuokoa vitu kama hivi. Lakini iwapo watu watapuuzia, matukio kama haya yanajitokeza mara kwa mara kwa sababu ya kutokufanya mabadiliko ya miundombinu ya umeme katika nyumba zetu. Hiyo natoa ushauri kwamba wenye majumba wote kila baada ya miaka 5 wafanye check up na kubadilisha system ili kuokoa vitu kama hivi. Chivihi Media tumefika katika ofisi za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa mkoani Mtwara. Nataka kujua chanzo cha moto huu ni kitu gani? Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi Ambrose Fondunguru. Leo majira ya saa 12 kamili tulipokea wito wa tukio la moto wa nyumba katika mtaa wa Kwinazi, kata ya Ufukoni, wilaya hii ya Mtwara, kutoka kwa mtoa taarifa Bwana Narumbana Sumani, akitutaarifu kuwa kuna tukio la moto katika mtaa huo wa Kwinazi. Basi gari likiwa pamoja na kikosi kilikwenda katika eneo hilo la tukio, na bahati nzuri
tulipofika pale tulikuta wananchi wameshaudhibiti ule moto kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo tukafanya tu zoezi la mwisho kuhakikisha kwamba ule moto hautowaka tena, kwa maana ya cooling katika lile eneo. Na kilichokuwa kinaungua ilikuwa ni nyumba ya Bi Mwajuma Makonde, lakini ile nyumba ilikuwa ni chumba kimoja ambacho kilikuwa kimeungua moto, lakini vyumba vingine viliweza kudhibitiwa kwa maana moto au kuweza kusambaa kwenye vyumba vingine. Lakini mpaka sasa hali ni shwari, kwa maana hakuna majeruhi wala kifo kwa mtu yoyote yule. Kwa hiyo madhara kwa binadamu hakuna, lakini uchunguzi bado unaendelea ili kubaini sasa nini hasa chanzo cha moto katika tukio lile, na basi uchunguzi ukikamilika tutawahabarisha wananchi hili nao waweze kuchukua tahadhari ya majanga haya ya moto yasiweze kutokea kabisa, ambayo kwa kufanya hivyo watakuwa wako salama wao pamoja na mali zao. Wito wetu kwa wananchi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa, tunatoa wito kwa wananchi kutoa taarifa za matukio ya moto na matukio mengine yote ya dharura kwa haraka na mapema kwa kupiga namba ya simu 114. Kwa kufanya hivyo tutafika kwa wakati na tutaweza kuokoa mali zao pamoja na maisha yao. Kutoka hapa mtaa wa Ufukoni Stendi, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.